Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa mkurugenzi, Mheshimiwa mwakilishi wa mkuu wa wilaya, mwenyekiti wetu wa halmashauri, meza kuu yote kwa ujumla, na wadau wote wa sekta ya elimu wilaya yetu ya Rumeru, halmashauri ya Arusha. Itifaki ikiwa imezingatiwa. Bwana asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee nashukuru sana kupata nafasi hii kuja kuzungumza au kukutana na wadau wa sekta ya elimu katika wilaya yetu ya Rumeru. Niungane na utangulizi uliotoka kuzungumzwa hapa kumshukuru na kumpongeza sana mkurugenzi wa halmashauri yetu ya Arusha kwa kuona kwamba inafaa kuwa na mkutano kama huu, kusemezana, kuelezana, lakini pia kuweka mikakati mizuri ya namna ya kuboresha sekta yetu ya elimu kwa wilaya yetu ya Rumeru, lakini katika halmashauri yetu ya Arusha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na muda naomba nisiwe msemaji sana, lakini nikuombe ikikupendeza niseme neno moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimebahatika sana kwenda kwenye mahafali mbalimbali ya shule zetu, na nimekuwa nikizungumza jambo hili ambalo nitakuomba ikikupendeza useme neno. Inawezekana leo sio sehemu yake, labda na kesho, lakini naomba niseme yamkini kesho usiwepo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumetoka kuwashuhudia watoto wetu hapa wakicheza ngoma nzuri sana na tumewazawadia vizuri sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi binafsi kama mzazi sichukii wala sioni vibaya watoto kufurahi au kuleta hamasa yoyote katika shule zetu ambazo tunazo kwenye maeneo yetu, lakini niombe kwenye vipengele vya burudani watoto wetu badala ya kucheza muziki ya kidunia tuwaelekeze wajikite kwenye ngoma zetu za asili na mikoa yetu iliyoko Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimekuwa nasikitika sana ninapokwenda kwenye mahafali, uvaaji kwanza wa wale watoto na ile burudani wanayokuwa wanaitoa. Ukweli ni kwamba mimi kama mzazi huwa sijisikii vizuri kabisa, na nimekuwa nikisema hivyo na nimekuwa nikiongea na baadhi ya wakuu wa shule nikiwaambia hatuzuii watoto kucheza, kufurahia hivyo, lakini watoto ni wadogo, wanalishwa na kupokea kile ambacho wanasikia kutoka kwa watu wazima na walimu wao. Kwa hiyo tunapowalisha na kuwafundisha muziki ya kinadunia huko, sijajua tunawajengea nini watoto wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hiyo nikuombe ikikupendeza ulichukua hili, na sijajua utaiweka kwenye namna ya gani, lakini tujikite kwenye burudani wanazotoa watoto wakati wa mahafali zetu, zijikite kwenye mila na desturi na tamaduni za kwetu za Kitanzania. Tuna makabila zaidi ya 100+. Watoto wetu hawajui makabila la Wangoni wana ngoma gani, Wamasai wana ngoma gani, Wanani wana ngoma gani. Ni vizuri tukawafundisha watoto wajifunze makabila na ngoma zetu zile, na wao wanawasilisha kwenye mahafali zetu, lakini pia kuwafurahisha wazazi wanaokuwa wanakwenda pale, kwa sababu wao wanacheza, wakati mwingine unaangalia chini. Mheshimiwa mgeni rasmi, unaona aibu hata kuangalia watoto. Kwa hiyo nikuombe uichukue kwa namna utakaweza kuichukua, lakini pia uitolee maelekezo kwa namna bora ya kuwatunza watoto wetu, na ukizingatia ni kwa jinsi gani tuko kwenye dunia ambayo ina mchanganyiko wa mambo mengi sana. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nichukue nafasi hii mbele yako kumpongeza sana mkuu wa shule yangu ya sekondari ya Moivo. Ni shule mpya sekondari ya kata, kaka yangu Jabiso, kwa kupata nafasi ya kuwa shule ya 4 katika wilaya yetu ya Rumeru. Ukizingatia Mheshimiwa mgeni rasmi, ni shule mpya, ndio kidato cha pili cha kwanza kimeanza, lakini umeona zilivyopiga mashuti ya mbali kupiga shule zingine zote. Kwa hiyo nakupongeza sana mkuu wa shule yangu, lakini pia nampongeza sana kaka yangu mkuu wa sekondari ya Igoru, rais wa chama
hicho. Ni shule iko kwenye kata yangu pia, mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa hiyo nafurahi na ninajivunia kwamba shule zilizoko kwenye kata yangu zimefanya vizuri. Nazungumza kama diwani wa kata sasa, sio mwenyekiti wa elimu. Kwa hiyo nawapongeza sana walimu wangu, lakini pia na shule ya sekondari ya Inaboishu. Napongeza sana mheshimiwa mgeni rasmi, ni shule ambazo ziko kwenye kata yangu, lakini nawapongeza walimu wote walioshika nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, 10 bora na zaidi nyingine zote. Na kwa kuwa tumekutana kwa ajili ya mpango kazi wa kuona namna gani ya kuboresha elimu, naamini sote tunaweza kuwa namba 1, kwa sababu kubaki namba 1 ni shughuli ngumu kuliko kufikia namba 1. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa mgeni rasmi, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi, na kazi na utu. Tunasonga mbele. Asante sana.